Wanachama wa kundi la BRICS wanafanya mkutano huku mjadala mkuu ukiwa ni vita vya kibiashara vilivyoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Vita vya kibiashara vilivyosababishwa na sera mpya za ushuru wa Trump wa Marekani vimeutawala mkutano wa mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi za BRICS ambao unafanyika mjini Rio de Janeiro nchini Brazil. BRICS, moja kati ya kambi za wakati huu ambazo zinafanya vizuri katika masuala ya kiuchumi. Wakati huu wanaujadili ushuru wa Donald Trump na namna ambavyo wataweza kupambana nao. Ikumbukwe miongoni mwa nchi za BRICS ni pamoja na China, lakini pia Urusi, India, South Africa, lakini pia na Brazil na mataifa mengine kama vile Iran na mataifa mengi ambayo yamejiunga katika siku za hivi karibuni. Lakini China, moja kati ya mataifa makubwa katika BRICS, ndio ambayo yameguswa zaidi na Marekani katika ushuru wa Marekani ambao ameuanzisha Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Mawaziri wa mambo ya nje wa Brazil, China, Urusi na nchi nyingine wanachama wa muungano wa BRICS wanaendelea na mazungumzo yao kwa siku ya pili, siku ya leo mjini Rio de Janeiro, ambayo analenga kutafuta msimamo wa pamoja dhidi ya sera za kibiashara za Rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Hata hivyo, wanadiplomasia wakuu wa nchi 11 wanachama wa jumuiya hiyo ya kiuchumi ya BRICS wamekutana katika mkutano wa siku mbili ulioanza jana kuandaa ajenda za mkutano wa kilele wa wakuu wa nchi utakaofanyika mwezi wa Julai. Waziri wa mambo ya nje wa Brazil Mauro Vieira amesisitiza umuhimu wa mdahalo katika wakati ambapo kuna shuhudiwa migogoro ya kibinadamu, mizozo ya kivita, kuyumba kwa hali ya kisiasa, kuyumba kwa hali ya kiuchumi na kumomonyoka kwa siasa za pande mbalimbali. Waziri huyo pia amesema jukumu la BRICS ni muhimu zaidi wakati huu kuliko awali. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ikiwa BRICS wataungana pamoja katika kukabiliana na Marekani, hasa katika masuala ya kiushuru, ni wazi Donald Trump atapaswa kukaa chini kwa ajili ya kuona ni jinsi gani ataweza kurekebisha baadhi ya sera zake hasa za kiushuru. Katika BRICS kuna mataifa makubwa ikiwa ni pamoja na Urusi, lakini pia China na hata mataifa mengine kama vile India, Brazil, lakini pia na mataifa mengine ambayo yamejiunga katika siku za hivi karibuni. Na BRICS ndio kambi ambayo ina idadi kubwa ya watu ulimwenguni, na wakati huu inaendelea kuwa na watu wengi zaidi, na hivyo ikiwa nchi hizi zitaamua kufanya biashara na kushirikiana kwa pamoja, ni wazi sera za Donald Trump, kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo, ni kwamba zitaweza kushindikana na kamwe hazitoweza kuleta athari kwa nchi za BRICS. Wakati huu baadhi ya mataifa kama vile Iran zimeanzisha kampeni ya kushirikiana na mataifa ya Kiafrika, na si Iran peke yake, lakini pia hata nchi kama vile Urusi yenyewe na hata China. Imekuwa na mikutano ya kila mwaka ya kuwakutanisha viongozi kutoka katika bara la Afrika na nchi zingine za Asia, lakini pia nchi hizi za BRICS zimekuwa na miungano mingine ambayo imekuwa ikiwasaidia katika shughuli mbalimbali hasa za kiuchumi, na nchi kwa nchi pia zimekuwa zikishirikiana katika utatuzi wa migogoro hasa ya kiuchumi na pia migogoro mingine ya kivita. Basi mtazamaji, hayo ndio yanaendelea katika mkutano wa BRICS ambao unafanyika huko Rio de Janeiro nchini Brazil. Mkutano wa siku ya pili ambao unaandaa ajenda za mkutano mkuu ambao utafanyika katika taifa hilo. Na wakati huu wamekutanishwa mawaziri wa mambo ya kigeni ambao ndio wapo katika mkutano huo. Endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.